Chama kikuu cha ushirika hapa Moshi KNCU kilichukua hizo fedha kutoka kwenye vyama, hakichukua fedha, ilichukua mazao kutoka kwenye vyama vya 12 vya ushirika. Sasa unajua swala la uuzaji wa mazao inapanda inashuka, inapanda inashuka. Kwa hiyo wale vile vyama 12 bahati mbaya vikao havijalipwa fedha zao kwa huo muda mrefu. Sasa yule katibu wa chama cha ushirika kimojawapo alitoa malalamiko mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye ziara yake ambayo amefanya kiserikali kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro. Kwa hiyo pale Mheshimiwa Waziri Mkuu aliagiza kwamba zile fedha zilipwe zote milioni 412,117 na senti 26. Kwa hiyo nataka nafurahi kuwaambia waandishi wa habari kwamba vyama 11 au vyote 12 vimelipwa, lakini chama kimoja ambacho kilikuwa kinadai milioni Masama Sawe AMCOS kilikuwa kinadai milioni 95,764,182. Hao wamelipwa kiasi cha milioni 60. Kwa hiyo bado milioni 35,764,182. Kwa hiyo makubaliano na manager wa KNCU kwamba mwisho wa mwezi huu wa 6 atakuwa chama kimeshaingiziwa milioni 35 kama agizo la Waziri Mkuu lilivyokuwa linasema. Kwa hiyo nafurahi kukuambia kwamba fedha zote zimelipwa na deni lilikuwa kama ulivyosema milioni 412,117, zimelipwa milioni 376,352,844. Kwa hiyo kiasi kilichobaki ni milioni 35,764,182 ambazo mwisho wa mwezi huu zitalipwa. Kwa hiyo niwaombe tu chama cha Masama wawe na subira kwamba hizi fedha zao na mimi nazisimamia kwa karibu sana zitalipwa. Kwa hiyo kwa asilimia zaidi ya 98, ukiacha hizo asilimia 2 ambazo chama cha Masama hakijalipwa, japokuwa walishalipwa kiasi kikubwa kama nilivyokuambia milioni 60. Kwa hiyo zimebaki 35 milioni ambazo zitalipwa mwezi huu. Kwa hiyo nafurahi kusema kwamba agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu limetekelezwa, tena limetekelezwa kwa haraka. Na nitoe wito tu kwamba vyama hivi vifanye kazi, kwa sababu vinafanya kazi na wakulima wanatakiwa wasidhulumiwe. Kwa hiyo wanapoleta mazao basi wapewe haki yao ili waweze kufanya mambo mengine, kwa sababu wana mambo mengi, wana mikopo, wanasomesha watoto, yani mambo ni mengi sana. Kwa hiyo kana fedha za mtu kwa muda mrefu, na hata hivyo wamekuwa wastamilivu sana. Ingekuwa ni watu wengine, ingekuwa ni benki, hujapeleka mkopo maana yake si unajua. Unajua maana yake. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kufuatilia jambo hili, lakini hatua tulizofikia ndio hizo.